Naomba niwatoe hofu, bili yake itashuka zaidi kwamba bomba zetu zilikuwa ni za zamani, kuondoa changamoto ya maji, umeme, mafuta na mengineyo katika nchi yetu. Asante sana Mheshimiwa Spika. Awali ya yote na mimi nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kufika hapa na kutuwezesha leo kuiwasilisha bajeti yetu hii mbele ya baraza lako tukufu. Sambamba na hiyo, na mimi pia naomba nitoe baadhi ya vitu niweze kuvidadavua kidogo kwa ajili ya kuweka sawa baadhi ya mambo ambayo yamejitokeza wakati wawakilishi mahiri wa baraza lako hili walipokuwa wakichangia hotuba ya bajeti ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini. Mheshimiwa Spika, naomba niende moja kwa moja kunako baadhi ya vipengele, na kwa mujibu wa zoezi lilipokwenda la uchangiaji imeonekana kwamba mambo mengi yamekuwa yakijirejea. Watu wengi wamezungumza kunako maeneo kama taasisi yetu ilivyojigawa. Wamezungumza kuhusiana na masuala ya maji, wamezungumza kuhusiana na umeme, wamezungumzia zura kidogo na baadhi ya mambo mengineyo mawili matatu. Sasa naomba nichangie kwa ujumla wake, lakini kabla ya kwenda kuchangia naomba nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuniamini na kuniteua kuwa naibu waziri wa wizara hii ya Maji, Nishati na Madini, ambayo inamgusa kila mtu katika nchi yetu hii. Imani hii kwa kweli kuilipa kwake ni vitendo ambavyo tunaendelea kuvionyesha, na namuomba Mheshimiwa Rais kama kaida yake ilivyo aendelee kutustahimilia na kutulea pale ambapo tunapokuwa kidogo tumeteleza. Lakini sambamba na hiyo, naomba nimshukuru vile vile kaka yangu, mlezi wangu, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar. Kwa kweli anapokuwepo yeye kwangu mimi inakuwa ni faraja, ninakuwa najiona kwamba kama ni mpira basi tayari tupo 12 mpaka 15 kwa uwepo wake yeye mmoja. Lakini vile vile Spika wa baraza hili la wakilishi, kwa kweli Mheshimiwa Spika, uwepo wako nao vile vile unatupa faraja sana sisi vijana ambapo ndo tupo katika kuanza hii safari yetu ya kulisaidia taifa letu tunalolipenda ambalo ni Zanzibar. Baada ya hayo vile vile nimshukuru waziri wangu kwa kuniamini na kuona kwamba naweza kumsaidia. Kama jana alinimwagia sifa za kutosha kuweza kuona kwamba namsaidia, kwa kweli zimenijenga na nitajitahidi kuweza kumsaidia mpaka pale nitakapoona kwamba tumefikia sehemu nzuri. Baada ya hayo, Mheshimiwa Spika, miongoni mwa mambo ambayo yamezungumzwa mojawapo ilikuwa ni miundombinu chakavu ya masuala ya maji, mabomba ya maji, pampu za maji, mabomba pamoja na matenki ya maji katika maeneo mengi ya visiwani Unguja pamoja na Pemba. Mheshimiwa Spika, kama ilivyozungumzwa, kuna miradi 13 ambayo hivi sasa inaendelea ipo kunako pipeline. Miongoni mwa miradi hiyo, miradi 10 inashughulika na masuala ya maji tu. Hivyo naomba niwatoe wasi wananchi kwa ujumla kupitia viongozi wao hawa wawakilishi ambao wamezileta hoja hizi kwamba Wizara ya Maji, Nishati na Madini haijafanya kwa bahati mbaya kuileta miradi hii. Hii miradi nia na madhumuni, lengo lake ni kuhakikisha kwamba tunaondoa changamoto ya maji kama walivyoeleza mabomba, pampu, matenki na mengineyo. Na kwa sasa Mheshimiwa Spika, awali tulikuwa tunaangalia zaidi kunako matenki ya lita milioni 1 ya zinc alumni, lakini sasa Mheshimiwa Spika, tayari wataalamu tumeshawatuma, wameshakwenda kwa wenzetu kwenda kuangalia. Tunataka kuja na matenki ya zinc alumni ambayo yanatengezwa kwa muda mfupi, mwezi mmoja mpaka miezi mitatu, lakini yatakuwa na ujazo ya lita milioni 10. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi tu kwamba tutahakikisha kwamba tunakwenda kuiondoa changamoto hii haraka iwezekanavyo. Lakini Mheshimiwa Mihayo alichangia akasema kwamba kufuatia ujenzi wa miundombinu ya barabara, maeneo mengi yamekuwa yakiathirika kwa sababu ya kutokujua bomba zetu zimepita wapi. Kwa kweli tukiri tu kwamba bomba zetu zilikuwa ni za zamani, na wakati bomba zile zinawekwa ni wazee wetu tu ambao kwa sasa wale ambao wana organization history wengi wao wameshaondoka. Hivyo imekuwa changamoto kuweza kuyatambua kwa haraka, lakini tayari tuna kampuni kadhaa ambao wanakuja na geo coordination
ambao mabomba yetu haya tunayafukia sasa yatakuwa yanatambulika kwa kutumia mfumo mpya ambao wanaita geo coordinate. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Jaku alizungumzia kidogo kuhusiana na masuala ya indicators. Naomba nimtoe hofu kwamba indicator hizi ambazo zimeainishwa katika kitabu chetu hazina maana kwamba, ameeleza kwamba zimekuwa resembled, zimefanana baina indicator moja na indicator nyingine kuna kwa yale mafungu yetu makuu. Naomba nimweleshe kwamba hizi indicators zipo katika mfumo wa kukua na hakuna namna nyingine ya kuweka, kwa sababu tunapima ndani ya miaka minne. Kwa hiyo tunaposema kwamba mwaka wa mwanzo tunakwenda kipimo chetu itakuwa ni 75%, 85%, 95% mpaka 100%, kujirejea kuna kwa fungu lingine, hakuna namna nyingine maana yake ya kusema, kwa sababu huo ndio utaratibu na hivyo ndio ilivyo. Ni vipimo ambavyo tunaweka kwamba kila mwaka tuende gradually, tukue kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine. Sasa hofu yake ilikuwa ni kwamba kwa nini hizi namba zinajirejea, lakini kwa sababu hakuna namna nyingine tunataka tupime ukuaji wetu. Kwa tutaupima kwa kutumia vipimo hivi ambavyo ni vipimo standard na watu wote wanavitumia, na sisi biidhnillah tutakwenda navyo. Mheshimiwa Spika, kumezungumzwa vile vile kuhusiana na maeneo mengi kule kisiwani Pemba kwamba huduma ya maji inakuwa inapatikana kwa muda, yani kuna baadhi ya maeneo kuna migawa ambayo inaendelea, lakini naomba ni watoe hofu. Na sambamba na hilo, hapa alivyozungumza amesema kwamba kuna barua ambazo tulizitoa kama wizara kuwaomba wawakilishi wote Zanzibar nzima watuletee changamoto zao. Naomba na watoe hofu kwamba barua tumezifanyia kazi na tayari tumeshafanyia kazi kila mkoa kuweza kujua wanahitaji kiasi gani na changamoto zao zipi na jinsi gani tutakwenda kutatua changamoto hizo, kiasi kwa kwamba kuna kampuni kadhaa tumezielekeza kisiwani Pemba na study zimeshaanza kufanyika, ikiwemo Jenkins ambayo inafanya study kuweza kuona kwamba tuna maji kiwango gani. Na kwa taarifa tu, kampuni hii imeshaanza kuleta zile findings kwamba upo uwezekano maji yakawa Pemba yapo ya kutosha kwa visima ambavyo tayari vipo, lakini tukawa na ile ambayo imezungumzwa na baadhi ya wajumbe kwamba tuna ile non-water revenue, yani maji yanapotea bila yani ya kuweza kutambua. Kwa hiyo ni watoe hofu kwamba tunaendelea na zile barua ambazo walizotujibu kuonyesha kwamba changamoto zao na kwa majimbo yao hatujazifumbia macho. Kila jimbo, kila mkoa tumeshapeleka watu na tathmini imeshafanyika, tunakwenda kwa ajili ya kutekeleza. Hivyo basi hizi fedha ambazo tumeziomba kwa sababu kwenda kutekeleza zile changamoto ambazo wametuandikia kunako zile barua zao. Mheshimiwa Spika, vile vile kuna suala la bills. Watu wengi hapa waliochangia wamesema wanapelekewa bili ijapokuwa maji hayapatikani katika maeneo yao. Naomba vile vile niwape taarifa fupi tu kwamba tunafahamu changamoto, lakini uwezekano mkubwa wa hili, bili zetu zinatoka systematically, zinatoka kuna mfumo, na kwa sasa ilivyo, kutokana na wananchi wote Zanzibar nzima wanachangia maji kwa reti maalum ambao ni shilingi 4,000 kwa mwezi mzima. Kwa hiyo uwezekano mkubwa kwamba ile system inaendelea kujenerate ile bili ilhali wanavyoklaim wao kwamba yale maji hawapati. Lakini naomba ni watoe hofu, tunakwenda na tayari tumeshafunga mikataba ambao miongoni mwa wageni wetu waliokuja hapa ni kampuni ya Credo. Tumeshafunga mikataba nao kwa ajili ya kuja na digital meter za kisasa ambazo zitakuwa zina options za kutosha, ikiwemo mpaka kuidentify leakage kuna kwa baadhi ya nyumba itakapokuwa imetokezea hivyo. Digital meter ambazo zitakazokuja zitawezesha sasa kuweza kuona hakuna mwananchi atakayepata bili ambayo itakwenda kwake bila yeye kutumia maji. Lakini vile vile bili yake itashuka zaidi, kwa sababu hizo mita zinazokuja zitamuonyesha na kumpelekea salamu kwamba katika nyumba yako kuna sehemu maji yanavuja, aidha umesahau mfereji au mfereji haukazi vizuri, tunakuja na mita za aina hiyo. Kwa hiyo ni watoe hofu tu kwamba wasio na wasiwasi, hizi bili tayari tumeshapata 40, tunakwenda kuziweka sawa.
napenda nipongeze michango mingi ambayo imetolewa na wachangiaji ambao wamezungumza kwa upana kabisa, na mambo mengi ambayo walizungumza ni mambo ya kujenga, tunayachukua na tunakwenda kuyafanyia kazi. Kipekee kabisa naomba nimpongeze Mheshimiwa Kijazi kwa mchango wake ambao ameutoa, lakini na vile vile kwa mchango wa vitendo ambao ameutoa. Mheshimiwa Spika, naomba baraza lako hili tukufu lifahamu kwamba Mheshimiwa Kijazi ni miongoni mwa watu wachache ambao hivi sasa tunapozungumza ametuletea teknolojia, ametuletea utaalamu wa kuweza kuziba bomba zetu za maji zinapokuwa zimekatika, ijapokuwa bomba hizo zina maji ndani yake. Na hivi sasa tunaendelea na utaalamu huo. Mwanzoni ilikuwa tunapokuwa tuna hitilafu juu ya bomba zinapokuwa zimekatika, kama watu wengi walivyoeleza, maji yanavuja katika maeneo mengi, ilikuwa ni lazima tufunge maji yale, maji yakauke kunako bomba. Lakini Mheshimiwa Kijazi, napenda nimpongeze kwamba miongoni mwa changamoto ambazo zimezungumzwa hapa, mwarobaini wake tayari ameshatuletea. Sasa tunaziba bomba, ina maji ya kutosha na bomba inazibika miaka 50 mbele. Baada ya kuzungumza hayo, Mheshimiwa Spika, wachangiaji wengi waliozungumza naomba niungane nao katika pointi moja kuu ambao waliisema hapa. Walisema kwamba mipango tuliyokuwa tunayo ni mizuri, lakini vile vile wakasema na wakajaribu kuquestion kwamba bajeti iliyopita, pesa ambazo zimeombwa na pesa ambazo zimepatikana zilikuwa ni hafifu mno, ambayo imepewa 37% tu. Na hii wenyewe wachangiaji wengi kabisa wamekiri kwamba huenda ikawa ndo sababu iliyopelekea wizara hii kutokufikia yale malengo ambayo ilikuwa imejiwekea, kuondoa changamoto ya maji, umeme, mafuta na mengineyo katika nchi yetu. Hivyo basi, kwanza niwapongeze kwa kuliona hilo, lakini vile vile wametuombea kwa Wizara ya Fedha iweze kutupatia hizo fedha kwa ajili ya kutekeleza haya mambo ambayo tunajipangia sasa. Niwaombe wajumbe baraza hili, niwaombe sana kwamba tunaomba watuidhinishie fedha hizi, ili mimi, Mheshimiwa Waziri na watendaji wetu wote twende tukaitekeleze bajeti hii, twende tukahakikishe kwamba changamoto hizi tunazoziondoa kama tulivyoainisha kunako bajeti yetu. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja Mheshimiwa Spika 110%. Asante sana.